Kakomongen ketikab bodaboda ak kobotik en Lolgorian, kaunti nebo Narok ak kokon kurset en nemwoe kole kokobit asenet ak motesetai mung'aret kobochin ketoi curfew en nekikitoi yekin kobit toyoshek en chemi en biik chemengindos. Alak en ichek chekang'alal ak keteshoni en Lolgorian komwa ichek kole kowechok mung'aroshek en kasar. En kasaraton kowekyi kongoi serikalitab emoni kobun ribikab kalyet nekoib kochomyet en nebo komosaton. Akot ngandan unoton ko kakosom serikalitab emoni koib kochomyet akobo mbaret nebo kabatishetab miwek. Tunashukuru serikali wametoa curfew kwa sababu tangu juzi kwa curfew inaendelea, hakuna kazi ilikuwa inaendelea kwa pande ya Lolgorian. Lakini saa hii naona hata venye unaona town iko sawa. Saa hii tungekuwa tumeshatoroka manyumbani. Lakini kutoka saa hii tunashukuru serikali, amani imetoka. Then tunaomba watu wetu ambayo ni wanabiashara wetu wa Kalenjin tufanye pamoja na tuendelee kama vile tulikuwa tunaendelea tangu awali. Majina naitwa Simon Sameru. Mimi ndio chairman wa bodaboda hapa Lolgorian. Tulilemewa tukiwa sekta ya bodaboda kwa sababu wakati wa curfew ilifika hatukuwa na chochote tunayofanya kwa sababu ya matumizi wa manyumbani. Wakati hiyo ya virugu ilikuwa hapa Lolgorian kama sekta ya bodaboda, hatukuwa na chochote mpaka wakati hiyo watoto wa shule hatukupata fedha ya kupeleka watoto shule. Wakati curfew ilikuja kwa sababu amani kukua, lakini sio Lolgorian town ndio kukua na amani. Mahali hakukuwa na amani ni mpaka sisi hapa ni watu innocent, lakini hiyo curfew imetudhulumu sisi kama watu ambaye ni innocent. Sasa tulikuwa tunaomba serikali yetu ya Kenya ingewezekana ingechagua watu innocent na wale watu wako na makosa. Sisi tulikuwa watu wa Lolgorian hatuna makosa. Town sisi ni wanabiashara, tunafanya biashara zetu na tunafanya kwa amani, na vita ikiwa kwa mpaka haikuangi town, lakini wale watu wameumia sana ni watu wenye wanafanya biashara town ya Lolgorian. Sasa tunaomba serikali ya Kenya, mkiwa na kitu kama hiyo, mchague wale watu wako na makosa na wale watu wenye hawana makosa. Kwa majina anaitwa Masine Taya Burkuk, mkazi wa Lolgorian. Kwa upande wangu hii vita ya kabila ambao walianzisha upande wa Siteti ulituadhiri sana sisi kama wakulima wa upande huo wa Siteti, ambapo miwa zetu zilichomwa. Kama yangu ilikuwa karibu eka 5 na iliweza kuteketezwa na moto kutokana na hiyo vita. Sasa sisi tunakadiria hasara kwa njia ambayo hata hatuelewi kwa sababu hatukuwa wahusika.